وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ndugu wanafunzi, kama mnavyoona katika mazingira yetu leo, tumepata ugeni wa dharura ambao umekuja kuwatembelea nyinyi. Ndio kama ni wanafunzi au watoto wa Kiislamu. Baada ya kuona kwamba kuna mengi yanahitajika kwenu kutoka kwao, sasa ni nani wanajitambulisha wenyewe na mtawafahamu inshallah. Tunachokiomba kwenu ni utulivu na usikivu na unyenyekevu. Ulie msikilize kinachoelezwa, alafu mwisho wake kama mjafahamu mnaweza kupewa nafasi ya kuongea au kuuliza. Sasa naomba niwakaribishe, tusipoteze wakati sana, ili watufikishie kile ambacho walichokiandaa kwa siku ya leo. Inshallah, jamani, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma baada, tunabudi kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia zaidi ya kheri kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kumshukuru tena Allah kwa kujalia kwa tuko hai kwa juu ya mgongo wa ardhi, tunaenda huku na kule, tunafanya haya na yale, tunasema haya na yale, yote ni kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wengi walitaka nafasi kama hii, lakini tayari washaondoka katika mgongo, wako katika maisha mengine ya baraka. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala azitunge nafsi zetu katika kuendea yale ambayo anayapenda zaidi. Baada ya ukaribisho wa mwalimu mkuu wa madrasa hii Nuru Muhammadia, ifuatayo ni ratiba fupi ya uendeshaji wa shughuli yetu hii. Kama mnavyoona ama kama nilivyoambiwa, ni ugeni huu, ni jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, ambayo leo imeendeleza harakati zake mbalimbali na kuzitembelea madrasa mbalimbali ndani ya nchi hii ya Zanzibar kwa ajili ya kutoa nasaha tofauti tofauti kwa wanafunzi. Na kwa utambulisho tu, hapa mbele mnapomuona hii jopo hili, hawa ni viongozi wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, japo kama haijakamilika, lakini sisi ambao tulikuwepo hapo mfahamu hivyo kama ni viongozi wa jumuiya hiyo. Bwana mnamuona hapa pembeni yangu, huyu ni mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, Maalim Juma bin Makame. Lakini anofuata pale mbele ni naibu mwenyekiti wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, na zipo nafasi nyingine mbalimbali, lakini kwa leo hawakuweza kuhudhuria kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao. Na mimi mzungumzaji hapa ni mshika fedha wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, lakini vile vile nimechukua nafasi ya utangazaji katika kitengo kile cha habari ama katika chaneli yetu. Jumuiya imeanzisha channel ya Jukumaza TV, kwa hiyo nimesimama kama ni mtangazaji. Kwa hiyo baada ya hayo nimkaribishe mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar kwa ajili ya kufungulia kwa dua, halafu inshallah tuendelee na ndani ambayo atakuwa na nafasi yake. Kwa hiyo mwenyekiti, karibu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahhil lana ma nurid wa najina mimma nakhaf bi fadlika latif innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na baada ya kupata dua hiyo ya ufunguzi wa shughuli yetu hii leo hapa katika madrasa Nuru Muhammadia iliyopo katika eneo hili la Daraja Bovu au Munduli, natufuata sasa ni ratiba fupi ya shughuli yetu. Baada ya kusikiliza dua hiyo, tutamkaribisha mwenyekiti Maalim Juma bin Makame kama mwenyekiti wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar kwa ajili ya ufikishaji wa kile ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kupeleka kwenu katika madrasa hii Nuru Muhammadia. Mwenyekiti, aliyatafadhali, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Awali yote tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha sisi siku ya leo alhamdulillah jaalia kuweza kuwepo hapa katika hali ya uzima. Kama mlivyofahamishwa leo ugeni wenu huu kutoka jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Hii jumuiya iko chini ya walimu wa vyuo vya Qur'ani shehia ya Nyerere kwa Mtumwajeni na Magomeni. Hii jumuiya ndio ilikozaliwa. Walimu wa madrasa zote za katika shehia tatu hizi wameamua kuunda jumuiya hii ambayo itakuwa inafanya kazi kubwa ya kuwanasihi wanafunzi na vijana katika jamii yetu hii ya Zanzibar kuhusiana na wimbi zima la mmomonyoko wa maadili. Nadhani wanafunzi mnafahamu Uislamu umetufundisha mazuri. Uislamu umetufundisha mazuri sana, na alhamdulillah walimu wetu wanazidi kutufundisha mazuri. Na hasa tulipofika hapa leo katika Nuru Muhammadia Munduli Daraja Bovu, sisi wengine ndio kwa mara ya kwanza kufika huko. Utashangaa humli nilokuwa nao, lakini ndio kwa mara ya kwanza nafika huko. Sababu lakini tunahisi sasa kwa walimu wanafanya kazi ya kutengeza mazuri. Sasa wako maadui wa Uislamu ambao walikuwa hawayapendi haya mazuri kuhusiana na maadili yetu tunayoyaona, ambao wanatufundisha walimu wetu. Wao wanafanya kazi ya kuyavuruga. Tumefahamiana hapo? Wanafanya kazi ya kuyavuruga yale mazuri. Sasa kwa kweli ndio tumeamua sisi jumuiya, kama ni jumuiya, tuweze kupita na kukutana baisheni nyinyi wanafunzi, maana yale ambayo walimu wetu wanatufundisha ndani ya madrasa zetu, basi tuyakamate na tuyashike, na wala tusishawishike na yale mengine ambayo tunayaona kwenye mitandao na sehemu nyingine ambazo tunatembea katika sehemu mbalimbali. Nadhani tunatembea katika sehemu mbalimbali tunatoka katika eneo letu hili tunakwenda katika sehemu nyingine. Unaweza kutembea njiani ukakuta watu wamevaa mavazi ambayo hayaeleweki. Si mnaona? Sasa haya yote maana yake wako watu ambao wanavuruga yale mazuri ambayo wanatufundisha walimu wetu. Kwa hiyo sisi kazi yetu tumeomba ruksa katika serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa sisi tufanye kazi hii ya kukumbusha nyewe wanafunzi, yani msihadaike na yale ambayo mnayaona ambayo ulimwengu wa sasa yanaonekana mazuri. Yale wanatufundisha walimu wetu wale mabaya, wale ile dunia inavyofundisha ndio na mazuri. Kwa hiyo hii ndio kazi yetu. Kwa hiyo mfahamu hivyo, kama leo katika madrasa yenu umekuja ujio wa jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora, lengo lake ni hili, kuja kukumbusheni. Mnafahamu na mnafundishwa na walimu. Alhamdulillah, walimu wanafanya kazi kubwa sana, lakini vile vile na maadui wale wa kuharibu yale mazuri ya kuwafundisha walimu wetu, na wao wanafanya kazi kubwa sana ya kuweza kuharibu yale. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo mfahamu kwa hili jumuiya na ina vigezo vyake kamili, imesajiliwa katika serikali na tunawaomba walimu katika madrasa yetu hii kwa njia moja au nyingine tuzidi kushirikiana, manake kuweza kuyatunza yale mazuri ambayo tunayafundisha. Kwa hiyo alhamdulillah tujitahidini, manake tujitahidini. Ilikuwa tumeanza tuje mapema zaidi ili tuzungumze kwa muda mrefu kidogo, lakini kutokana na hali tulichelewa, na sasa hivi majukumu yashaingia mengi. Kwa hiyo kubalini na mfahamu sasa hivi wakati ndio tunao, kuna watu wanaiga matendo yaliokuwa si mazuri, matendo mabaya ni mengi ambayo watu wanayaiga, ambayo yanatutoa katika tamaduni zetu za silka zetu za Zanzibar. Sisi wa Zanzibari, mtoto akikua lazima apite chuoni, asome, ende na skuli, si ndio? Kwa maana ukienda chuoni unafundishwa mazuri na walimu, na ukienda skuli unafundishwa ya skuli. Sio? Kwa hiyo kutokana na elimu mbili hizi tunazipata, alhamdulillah
ndo tabia zetu na maadili yetu ya Zanzibar yanakuwa mazuri. Na sifa nyingi zinapatikana duniani huko. Kwa Zanzibar ni nchi nzuri, ina watu wazuri, ina watu wapole, watu ambao wamesoma dini, wamesoma sana, wanasoma elimu tofauti. Chofahamu, ndio sifa inapatikana manake. Kwa sisi tuna maadili mazuri, tuna tabia nzuri, kwa sababu walimu wetu wanatufundisha mazuri. Sawa? Kwa hiyo bado tunarudi pale tusishawishike na matendo ambayo tunayaona kinadharia utayaona mazuri. Utakuja mtu kanunua katika dukani, kanunua nguo, lakini ile nguo ukiangalia uhalisi yake mbovu, pengine imechanachwanwa hivi, lakini mtu akivaa manake ndo anaonekana vipi, ndo kavaa vizuri, kumbe mtu nguo fupi, pengine mtu anafanya mambo alikuwa hayaeleweki. Shofahamu. Sasa kwa kweli sisi tunapita kuna sahini, ndugu zetu, wanafunzi wetu, tunapona sahini. Msiaone yote ambayo ya katika jamii mtu anafanya yale ambayo wanatufundisha walimu, sisi yale ndio tuyakamate. Chuoni umefundishwa, unafundishwa chuoni yale, skuli yale, basi yale wewe ndio kamata. Isiwe tena umemwona mtu wewe unashawishika na kuiga mambo mabaya. Sawa? Na lazima tushikamane na walimu wetu. Istikafika wakati manake mie ndo staff chuoni, haiwezekani. Hilo jambo moja baya na hatari litakufanya wewe uweze kutoka katika maadili mazuri, ni kuacha kuja chuoni kwa kusema mimi nishamaliza, nishakuwa mstaafu, tena sijui sina haja tena kwenda chuoni. Hapa tayari wewe ushaingia katika mtego wa wale watu ambao wanavuruga maadili. Ushaingia katika mtego. Ukiacha tu kitendo cha kwenda chuoni, au ukiacha tu kitendo cha kwa unasoma shule, unasema unaacha kwenda shule, tayari wewe ushaingia katika mtego huo, mtego hatari, mtego mbaya sana. Kwa sababu ukiacha kwenda chuoni, ukiacha kwenda shule, kwa vyovyote hapa utatafuta pahali uende, utatafuta kitu ufanye. Kwa maana ukikaa nyumbani utakuta wale watu wakorofi wale walikuwa hataki kusoma, gololi utaanza kujizama gololi wewe, na kila kitu mambo mabaya utaanza kufanya. Sasa kwa hiyo kwa kutokana na muda si rafiki, natumai wanafunzi mmetufahamu. Si ndio? Mmetufahamu lengo letu na ujio wetu, mmetuelewa? Haya basi, kama mmetuelewa, tunataka kama alivyotangulia mwalimu, kwa kama kuna mtu hajafahamu basi aweze kuuliza, aweze kuuliza ili tuweze kumfahamisha zaidi. Kwa hayo machache inshallah narejea maiki kwa Mr. Salmon, inshallah kazi iendelee inshallah. Asante mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, Maalim Juma bin Makame, kuweza kulifikisha lile ambalo umeliahidi ama umelipanga kuweza kuwafikishia vijana. Lakini sitaki kuongeza, lakini niongeze angalau maneno mawili matatu. Na mimi wanafunzi, jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar ina vitu vingi ambavyo imevipanga kwa ajili ya kuweza kuunasihi umma. Lakini tufahamu kitu cha msingi kwa mwanadamu, awe Muislamu, awe mtoto, awe kafiri, basi ni elimu. Na ndio maana nimefurahi kuliona jina hapo la madrasa linaitwa Nuru. Wataalamu wanasema al-ilmu nuru. Elimu ni nini? Ni nuru. Maana yake nini? Maana yake ukiacha elimu unakwenda kuingia kwenye nini? Kwenye giza. Sasa hivi hapa kuna taa kama ni usiku, lakini taa zikizimwa kinachofuata hapo ni nini? Giza. Penye giza unaweza kuona? Huwezi kuona. Unaweza kuona penye nuru? Manake ukishikamana na elimu, ukidharau elimu ya aina yoyote, iwe ya skuli, iwe ya madrasa, tayari unajiingiza kwenye giza. Na ukijiingiza kwenye giza, kinachofuata hapo ni maharibiko. Sasa jumuiya imeona ipite katika madrasa, kukazia swala la elimu katika madrasa kwa vijana, ili wasiwe wepesi kuacha elimu. Elimu ina faida kubwa mno. Nitatoa faida
2, alafu mwachie naibu mwenyekiti na yeye asilimia 2 matatu. Ukishikamana na elimu kikweli, kitu kinachofuata hapo matunda yake, kwanza utakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Heshima itakuja kwenye nafasi yake. Na heshima itaanza wapi? Heshima itaanza kwa wazazi. Wazazi wako utakuwa unajua ukae nayo vipi, uishi nao vipi. Lakini si wazazi, hata walimu wako utajua uishi nao vipi, useme nao maneno gani. Lakini pia ukishikamana na elimu, tabia zako zitakuwa za kitofauti, za kinidhamu kwenye mavazi. Ukimkuta mtu anavaa mavazi ya ovyo ambayo hayastahili kuvaa, mavazi ambayo kizanzibar inaonekana si mavazi ya kiheshima, ufahamu kakosa elimu. Ndio tunasema ukikosa elimu lako unaingia kwenye giza. Na giza ndio hayo machafuko yenyewe. Lakini ukikosa elimu, hata matamshi yako utaanza kutukana matusi, utatoa maneno mabaya. Hii yote ni kukosa elimu. Athari ya kukosa elimu inaanza hapa. Na haishi kwa wewe tu mtoto kwa umeipuza elimu. Itakwenda mpaka kizazi chako utakachokizaa. Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea mtoto ambaye atakuwa na akili kubwa, lakini atakosa elimu. Atakutesa wewe mtoto huyo kwenye kusoma. Ukishikamana na elimu, kuwasikiliza wazazi, ukiwasikiliza walimu katika masuala, kushikamana na elimu vizuri, ukadumu kwenye madrasa, ukaenda zako skuli, Mwenyezi Mungu atakusingezea mtoto, atakuletea mtoto ukishakuwa mtu mzima, atakuja kupita mipito ile ile unaopita wewe, na utajisikia raha kweli. Kwa hiyo mimi nikomee hapa. Tushikamane na elimu, tusiwe wazembe, tusiwe nyuma. Usimwone mtoto haendi chuoni, haendi skuli ukamfanya kigezo. Unatakiwa wewe mlingania yule aende skuli na wapi? Na chuoni. Tukimwachia, na hapa pale nazungumza na walimu, tukimwona wazazi pia, tukimwachia, kwa sababu hii video itakwenda kwenye mitandao. Tukimwachia mtoto tukisema yule atajijua mwenyewe, athari yake ni nini? Anakwenda kumwambukiza na mwingine. Mwisho wa siku unakuta wingi kubwa la vijana 10-15 watoto hawana skuli, hawana chuoni, wanatembea katika mitaa. Kinachofuata hapo nini? Giza. Atachukua panga, umepita na simu atakukonya, umepita hata iba hichi, kwa sababu kaiacha elimu kaingia kwenye giza. Kwa hiyo baada ya kazi hayo, nimwachie hapa mwenyekiti, naibu mwenyekiti, na yeye aongeze 2-3, alafu inshallah tumwachie mwalimu mkuu na yeye kama ana chochote ili kwa ajili ya kufunga shughuli yetu. Kwa hiyo naibu mwenyekiti kani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi uwanja mzuri, watoto wanasikiliza, walimu wameshatuambia yote. Haki ya Mungu nikiongeza nasema nafanyaje? Na haribu. Lakini nitaongeza 2 tu. Sawa? Maana nikisema nisiongee, walimu wataniambia sio vizuri. Lakini bora niongee. Tunakuja katika jumuiya yetu. Jumuiya yetu si inaitwa jumuiya kuimarisha maadili. Maadili maana yake ni ile tabia. Maadili ni ile nini? Tabia katika mwenendo mzima wako wewe wa kila siku. Sawa? Tabia zikiwa nzuri, basi wewe utasifiwa, utaamba fulani alhamdulillah ana maadili mazuri na wazazi wake wamemlea vizuri. Tumefahamiana? Lakini tabia zikiwa mbaya, sawa, jambo la pili linakuwa nani? Mzazi. Fulani ana tabia mbaya na wazazi wake sijui hata hawamuoni, kwa niaba kuwa we mwenyewe unajipelekea sifa kwa wazazi wako mbaya. Lakini ukiwa na tabia njema, basi na wazazi wako watavaa koti nzuri kabisa. Watavaa koti nzuri kabisa. Tunatakiwa tupendeze katika kila sifa zile za tabia zilizokuwa njema. Tumefahamiana? Lakini tunakuja katika malezi. Malezi si baba tu. Malezi hata mwalimu ni mlezi. Mwalimu ni nani? Mlezi. Kaka zako anoka nyumbani ni nani? Mlezi. Jirani zako anoka nyumbani ni nani? Mlezi. Kwa hiyo ukimtukana jirani yako ni sawa umemtukana mzazi. Tumefahamiana vizuri Ukimtukana jirani ni sawa umemtukana mzazi wako. Na ndio maana tukaambiwa kuna kipindi kuna watu watatukana baba zao.
Sasa ile kitendo cha kutukana baba zao, yani wewe una mtu mzazi anakuzaa vizuri, mwambie nini wewe mzazi wewe hivi na hivi nini na nini. Ona kutia sasa wewe mwenyewe yule mzazi anakwambia, yule unamtukana yule anakwambia wewe tatizo umekosa malezi. Tatizo umekosa nini? Malezi ndio maana ukanitukana mimi. Kwa mimi ulonitukana mimi ni mzazi wako, wewe umekosa malezi unanitukana mimi. Je, utapata kweli? Hutopata radhi. Hutopata nini? Kwa niaba kuwa wewe utalaanika kwa sababu wewe unatukana wazazi wako. Umefahamiana? Au wazazi wa wenzako. Lakini tunaendelea ambalo lilokuwa zuri zaidi. Sisi wanafunzi wa kike, sisi wanafunzi wa kiume, tukifika umri fulani wenyewe tunasema baligh. Umri huu kwetu sisi unakuwa ni mtihani kweli, kwa sababu unamkuta mwanamume akishakaa maskan kwamba anaiga. Kuiga kwake anashusha suruali mpaka chini ya matako. Umefahamiana? Anaposhusha chini ya matako, wenyewe tunaita nini? Tunaita nini mwalimu? Katakei. Tunaita nini? Katakei. Kwa hiyo pale sisi tutakuwa tumefanyaje? Tumetoka katika ule msingi mzuri wa Uislamu. Na mwalimu hapa akatuambia sasa tujifunze katika elimu. Tunapokuwa elimu vile tabia mbaya zote zitakuwa hazifanyaje? Tunakuja kwa wanawake. Wanawake wanapofika umri fulani na wao chuoni wanajiona tayari washakuwa hawaji tena. Kwa sababu anajiona kashakuwa nani mwalimu? Anajiona kashakuwa mtu mzima. Na ndio maana sasa hivi ukienda chuoni unakuta chikiri hizi nyingi sana. Wakati zamani mimi mwenyewe mwalimu unakumbuka? Sawa? Mimi kama mimi niko alifu na ninabua mikwaju na sisemi kitu. Leo mtoto kama wewe umpige mikwaju, wallahi kesi zinakuja. Kesi zinakuja. Kwa hiyo pale tutakuwa tumekosa malezi na maadili yale tunofundishwa nyumbani, yale tunofundishwa chuoni, yale tunofundishwa na jirani zetu. Kwa niaba kuwa sisi ili tuwe watoto wazuri, ili tufaidi, ili tujirekebishe, lazima tujitenge katika msingi mzuri wa maadili. Tumefahamiana vizuri? Tumeelewana vizuri? Muislamu ni amani. Na katika dini yetu kuna amani. Na sisi wenyewe tujitenge katika amani ili tuje tupate pepo siku ya kiyama. Allah aturizie. Sawa? Allah aturizie. Sawa? Na sisi turidhie yale aliyotulipa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah mimi sina mengi kwa sababu mengi yameshaongelewa. Kikubwa ambacho ninachokisema, tujitenge katika maadili yaliyokuwa mazuri na tusiwe watoto wenye tabia mbaya. Tujitahidi kwa hilo ili kesho mimi na wewe tuwe shahidi kwamba tumefikisha hichi ambacho Mtume katuamrisha tufikishe. Tupo sawa tayari? Inshallah. Tupo pamoja kweli? Tupo tayari kweli? Inshallah. Tutafikisha. Tutakuwa tayari kuyatekeleza maadili na malezi. Kweli? Inshallah. Endelea mwalimu. Asante sana naibu mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika kulikazia hili, kwa sababu ndio wajibu wetu na ndio dhima ya jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Lakini mfahamu wanafunzi kwamba hili halitumalizia hamu katika madrasa, tutafika mpaka shule, kwa sababu shule pia kuna elimu na kuna vijana. Kuna vijana wengine hawamu madrasa, wako shule. Kwa hiyo tunapanga napo pia kuweza kuvamia kuhakikisha kwamba tunalitetea taifa kuondokana na lile wimbi la mchafuko wa maadili na kurudi katika mustakabali wake uliokuwa mzuri, ili Zanzibar iendelee katika sifa iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo baada ya hapo mimi niseme tu nimkaribishe mwalimu mkuu wa Madrasa Nuru Muhammadia kama ana mawili matatu na yeye hawezi kukazia, alafu twende kumalizia katika ziara yetu.